Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Warumi sura ya 5 aya ya 12. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tunasikia kwa habari ya mauti, tunasikia kwa habari ya dhambi, lakini dhambi hii Bwana wetu Yesu Kristo alipokubali kufa na kufufuka, dhambi hii ilikoma, ama mauti hii ilikoma pale Yesu alipokubali kufa kwa ajili yetu, akatuchukulia mizigo yetu yote, akatubebea dhambi zetu na kila mateka ambayo muovu shetani alitukamata. Yesu alienda kutunyofoa huko, akatuweka katika uhuru wa kweli, uhuru ambao umepatikana kwa njia ya msalaba. Somo la leo, tukiwa katika wakati huu wa ufufuko wa Yesu Kristo, linasema Yesu afufuke na vitu vyako vilivyokufa. Ukiwa unatafakari ufufuko wa Yesu, ukiwa unatafakari jinsi Yesu alivyoteswa mpaka kufufuka, basi Yesu afufuke na vitu vyako vilivyokufa. Yesu afufuke na mambo yako yaliyokufa, huduma yako, kazi yako, biashara yako, shamba lako, ndoa yako, watoto wako, na chochote kile ambacho kimekufa, basi Yesu afufuke nacho. Tumeona kwa habari hiyo ya kwamba kwa sababu ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na wote tukawa na dhambi. Hii ndiyo kutafakarisha ya kwamba unapaswa kufufuka na Yesu anapofufuka. Kila kilicho chako kifufuke. Kwa nini kifufuke? Kwa sababu kabla ya kifo cha Yesu tulikamatwa na shetani. Shetani alikuwa nayo mamlaka, shetani alikuwa nao utawala, shetani alikuwa nayo nguvu. Hata kwenye kipindi cha Yesu unaona alikuwa anamwambia Yesu akimwabudu, akimsujudia shetani atampa mali zote. Maana yake ni nini? Shetani alikuwa na mamlaka juu ya zile mali kwa wakati ule. Asijui ya kwamba huyo aliyekuja anakuja kumnyang'anya hiyo funguo ama hayo mamlaka ambayo alikuwa nayo baada ya dhambi kuingia. Kwa hiyo inawezekana kipindi hiki kuna mambo yako yamekufa, dhambi ikaingia, ndoa yako ikafa, watoto wako wakadumaa, biashara zako zikafa, mashamba yakashindwa kustawisha, mimba zikawa zinaharibika, na mambo mengi yakawa yamevurugika, kila mmoja kwa namna yake. Uelewe ya kwamba Yesu anapofufuka anafufuka na kila kitu. Usikae gerezani wakati mlango wa gereza umeshafunguliwa. Yesu alipofufuka maana yake tumefunguliwa mlango wa gereza, sasa tutoke. Tumepewa mamlaka, sasa tutoke gerezani. Sasa gereza likifunguliwa, kutoka ni hiari yako, na kurudi gerezani pia ni hiari yako. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yetu, kwa maana alibeba kila kilicho chetu, akafufuka sasa na ule uzima wa milele. Ile mauti ile ambayo tulikuwa tufe kifo cha mauti kwenda motoni, tukawa sasa tumeokolewa kwa ajili ya hiyo. Sasa wewe kwa nini unaendelea kuteseka? Wewe kwa nini biashara yako inaendelea kufa? Maana yake Yesu hajafufuka na wewe. Kwa nini ndoa yako inaendelea kuteseka? Ina maana Yesu hajafufuka na wewe. Kwa nini elimu yako inasuasua? Watoto wako wamedumaa, hawaeleweki. Mashamba yako yamedumaa, biashara haieleweki, kazi haijulikani. Maana yake wewe, Yesu katika tafakari hajafufuka na wewe. Rekebisha ili ufufuke na Yesu. Usikubali Yesu anafufuka alafu vitu vyako vinaendelea kuwa vimekufa. Usikubali kabisa. Kifo cha mwili kiliondolewa, kifo cha hatima yetu kiliondolewa. Yesu ameturejeshea hayo yote, kifo cha mwili na kifo cha hatima. Tulikufa kimwili kwa hukumu ya mauti, na hatima zetu zilikamatwa, miliki zetu zilikamatwa. Lakini Yesu anapofufuka, tunafufuka naye kimwili, na hatima zetu zote zinafufuliwa. Hatima yangu inafufuliwa na hatima yako pia inafufuliwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alitubebea hayo yote. Yesu alipowabeba hayo yote, alifufuka na mambo mapya. Sasa
Usiendelee kuteseka wakati Yesu amefufuka. Tunaposema Yesu amefufuka, maana yake kila kitu kimefanya nini? Kimefufuka. Yesu aliturejeshia mamlaka ambayo shetani aliyapata baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Mamlaka yapi? Luka sura ya 4 aya 6. Soma kitabu cha Luka, mwinjili Luka sura ya 4 aya ya 6. Anasema nini hapa? Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Ibilisi anamwambia nani? Yesu. Fahari, kwa kuwa imo mikononi mwake. Kwa hiyo inawezekana uhai wako ulishikwa na shetani. Inawezekana afya yako ilishikwa na shetani. Inawezekana biashara yako ilishikwa na shetani. Uzazi wako ulishikwa na shetani. Ndoa yako ilishikwa na shetani. Mashamba yako yalishikwa na shetani. Watoto wako walishikwa na shetani. Kwa maana shetani anasema miliki yote ilikuwa ni ya nani? Ni ya kwake. Tukakamatwa na vitu vyote, shetani akawa miliki ni ya kwake. Lakini Yesu amefufuka, ile mamlaka ambayo shetani alikuwa anajidai nayo ikawa imeondolewa. Yesu anapofufuka anasema hayo yamekwisha. Mimi nimeshachukua hiyo mamlaka, hana tena huyo. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utaelewa zaidi. Ufunuo sura ya kwanza kabisa aya 18. Na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Huyu aliye Alfa na Omega, aliye uhai, anasema nami nilikufa, nami ninazo funguo za mauti na uzima. Sasa uzima katika nini? Uzima katika maisha yako. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, jifunze kutafakari kile ambacho kimesemwa mahali pale. Maana neno moja ambalo lina pumzi ya Mungu linakuwa lina maana kubwa sana. Mungu anasema mimi ndiye mwenye funguo. Funguo kumbuka ni mamlaka. Funguo kumbuka ni nini? Ni mamlaka. Hii aya 18 Yesu anaeleza kwa habari ya mamlaka ambayo anayo baada ya kufufuka kwake. Isome vizuri na kuielewa aya 18. Amesema vizuri kabisa, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa. Anajidhihirisha kwamba niko hai nami nilikuwa nimekufa. Na tazama ni hai hata milele na milele, kwamba kufufuka kwake ni uhai wa milele na milele. Kwa hiyo anapokushirikisha wewe, anakutaka uwe hai milele na milele. Anataka vitu vyako viwe hai milele na milele. Anataka maisha yako yawe hai milele na milele katika mambo yote, sio mambo nusunusu. Uwe hai kama yeye alivyokuwa hai milele na milele, kama alivyofufuka. Yesu anapofufuka, afufuke na wewe uwe hai milele na milele. Kwa nini unakubali vitu vyako viendelee kufa wakati Yesu ameshafufuka? Lakini si milele na milele tu. Anaendelea kwa kusema nami ninazo funguo za mauti. Maana yake mwanadamu alikamatwa kwenye mauti. Tulikuwa tunakufa umauti wa kifo cha kwenda motoni. Tulikuwa tumekamatwa moja kwa moja. Yesu amechukua funguo za mauti. Mauti tena hiyo haipo ya kwenda motoni. Tunapokuwa na Kristo, sisi si mauti tena. Tutapokufa tunakwenda kupumzika katika uzima wa milele. Tunakwenda kukutana na Baba yetu wa mbinguni. Hatuendi tena kwenye swala la mauti la kifo cha kile cha jehanamu. Hapana. Tumeshatolewa kwa sababu ya nini? Ya funguo ambayo Yesu alishachukua mamlaka nayo yeye. Tunakufa ili tuende kwa Baba yetu. Tunakufa ili tukapumzike mbinguni. Hatufi ili tukateseke. Ndio mauti yenyewe inazungumzwa mahali hapa. Mlioshikiliwa hamshikiliwi tena, mnakwenda mbinguni. Ukifa katika Kristo unakwenda mbinguni moja kwa moja. Hakuna mjadala. Hakuna mjadala. Kwa hiyo Yesu anasema kama amefufuka na mtu, anashindwaje kufufuka na maisha na uchumi wako? Yesu amefufua watu, amekufa akafufuka na yeye, amefufua nafsi yake, amekupa funguo na wewe ufufuke na yeye. Anashindwaje kufufua uchumi, ndoa yako, watoto wako, biashara yako, shamba lako? Ameshindwaje? Ni wewe tu kutokuwa tayari. Ni wewe tu kuto kumpa Yesu maisha ili afufuke na vitu vyako. Yesu afufuke na vitu vilivyokufa. Isiwe Pasaka ya Yesu kufufuka kila mwaka unatangaza Yesu amefufuka, vitu vyako vimelala. Maisha yako ni yale yale.
miaka inaenda, tu ni wewe yule yule. Yesu unaambia kila siku tu anafufuka, tunalazimisha kufufuka kwake, na kufufuka huku ni fumbo tu. Isiwe wakati wa Kwaresma, isiwe wakati wa Pasaka, isiwe wakati wa mfungo, wala wakati wa sherehe. Iwe maisha yako. Unaweza ukakaa ukatafakari peke yako tu, hata nyakati zingine ambazo wala sio kipindi cha kuadhimisha Pasaka, ila unajiuliza, Yesu si alikufa kwa ajili yangu? Mafundisho ni haya haya. Kwa nini mimi vitu vyangu havifufuki? Kwa nini mimi naendelea kuwa nipo gizani? Kwa nini naendelea kuwa nipo shimoni? Changamoto iko wapi? Kwa nini mimi sifufuki? Kama gereza limefunguliwa, kwa nini mimi naendelea kuishi gerezani? Lazima ujiulize hilo swali na kutafakari. Manake utafute chanzo kinachokufanya wewe endelee kukaa gerezani, kwa sababu funguo za gereza Yesu anazo na alishafungua hilo gereza. Umetolewa gerezani. Sasa Yesu kafungua gereza, wewe utoke. Wewe unang'ang'ania huko ndani, unafanya nini? Umeng'ang'ania kwenye dhambi kwa sababu gani? Yesu ameweka msamaha wa dhambi, akaweka na toba. Fanya toba, mrejee Yesu. Kaa kwenye line yako, kaa kwenye njia yako, uone kama mambo hayatafunguka. Lakini wewe umeng'ang'ania kwenye dhambi, yani unang'ang'ania gereza, aliyakuwa mlango wa gereza umefunguliwa. Sasa hapo tatizo si Yesu, tatizo ni wewe. Unatakiwa uhame kwenye hiyo position, unatakiwa utoke kwenye hiyo position, ukae mahali salama, ukae sehemu ambayo utaziona baraka za Mungu. Sisi sio wafungwa tena, sisi tu watu huru katika haya maisha. Tunapaswa kuwa huru kwa sababu Yesu alishatuweka huru katika maisha yetu. Kama tumewekwa huru katika maisha, kwa nini wewe unaendelea kuteswa na maisha? Kwa nini unahangaika, mimi mambo yangu yaende, wakati Yesu amefufuka? Fumbo la kufufuka ni fumbo pana. Lazima Yesu afufuke katika maisha yako. Naomba Yesu, umefufuka, ufufuke na mimi kuanzia leo. Kila kilichokufa kifufuke ndani yangu. Huduma yangu ifufuke, elimu yangu ifufuke, ndoa yangu ifufuke, uchumi wangu ufufuke, watoto wangu wafufuke, wafufuke na Yesu. Tafakari kwa habari ya kufufuka. Kufufua manake vilikufa, ndio maana halisi ya ufufuo. Kwa hiyo Yesu anaponyanyuka amefufuka, usikubali akaenda peke yake. Usikubali, ng'ang'ania ili vile vilivyokufa vifufuke. Tafakari kwa habari ya kufufua vitu vyako. Usio kasema mimi ndio basi, mimi ndio wezekani. Hakuna. Yesu alifufuka, akafufua na vingine vikaenda, na vya kwako vifufuliwe, viende, visiendelee kudumaa. Haleluya. Ukae katika tafakari ya kuelewa sisi sio watumwa wa dhambi tena, tulishatolewa huko, sio watumwa wa dhambi. Warumi sura ya 8 ya kwanza inasema nini? Nitakusomea ya kwanza na ya pili. Inasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna nini? Hukumu, adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ndio ile mauti ambayo Yesu anasema anayofunguo nayo. Kwa ukiwa juu ya Kristo Yesu, hakuna hicho kitu, hakuna, kimesha ondolewa. Wewe ni mbinguni safi tu, hakuna mjadala hapo. Lakini aya pili anaendelea kusema, anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa sababu mauti ilinikamata kwa sababu ya dhambi. Ile dhambi ilipoingia ikaingia na mauti, mauti ya kifo. Yesu anasema hiyo nimeiondoa, hiyo sheria haipo tena. Nimekuwa huru kwa sababu ya sheria ya roho wa uzima. Mimi ninapokufa ni habari ya uzima, sio habari ya mauti tena. Lakini ukitenda dhambi ukifa, unazungumza kwa habari ya mauti. Aliyeokoka azungumza habari ya mauti, anazungumza kwa habari ya uzima wa milele. Sasa wewe unaendelea kufanya dhambi, ujue kabisa kifo chako ni mauti, sio uzima. Lakini ukiwa unatenda yaliyo mema, yaliyo ya haki, maana yake unazungumza kwa habari ya nini? Kwa habari ya uzima wa milele. Linapofundishwa neno, uwe na tabia ya kutafakari. Unaposoma somo, uwe na tabia ya kutafakari. Kutafakari kutaweza kukufunulia kile kitu ambacho kimeandikwa. Lile neno ambalo limeandikwa pale lina maana gani katika maisha yako? Neno la Mungu ni taa katika maisha yako. Unapolisoma likumulikie. Unapolisoma ulielewe. Unapolisoma liwe baraka. Unapolisoma likupe nguvu, likufundishe, likuonye, likufariji. Ndio neno la Mungu. Hawezekani ukasoma na neno la Mungu likapita tu. Ukiona umesoma neno la Mungu halafu limepita tu, halikukuachia ujumbe ama alama yoyote, kuna mahali hapako sawa sawa.
Jifunze kusoma neno kwa kutafakari. Ndio maana tunakuwa tuna uwezo kuyafundisha mafundisho namna hii kwa sababu ya kutafakari. Na tunakupa wewe urahisi wa kuweza kusoma na kutafakari. Unashangaa tu Yesu amefufuka. Fumbo hili la kufufuka wewe linakubariki namna gani? Ama linakurudisha kwa Mungu kwa namna gani? Ninakushukuru kwa kuwa najua kwamba yupo mmoja, wapo wawili, familia, ndugu, jamaa, marafiki, kuna jambo mtakuwa mmepata kupitia somo hili. Mungu awabariki sana. Endelea kufuatilia mafundisho. Tunafundisha YouTube, kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp, jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Endelea kufuatilia mafundisho na Mungu atakubariki. Share kwa wengine inapobidi na kuwezekana, share tu kwa wengine, nao watabarikiwa na wewe utabarikiwa pia. Lakini pia unapokuwa kwenye channel yetu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Kuna kibatani hapo kwenye screen yako utaona kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho ili tunapokuwa tunaposti mafundisho uwe wa kwanza kuyapata. Hapo kuna namba za simu unaweza kutumia kwa ajili ya kuwasiliana na sisi kama una changamoto, unahitaji maombi, maombezi, ushauri, kuna mambo mengi unawezekana unataka kuyajua, basi unaweza ukatupigia kwa namba hiyo. Hata wewe uliokuwa nje ya nchi, namba ziko hapo, namba ya WhatsApp, ingiza katika namba hizo, kuna moja na WhatsApp, basi unaweza ukatupigia tukawasiliana kwa kutumia WhatsApp. Itakuwa mawasiliano rahisi kuliko kutupigia moja kwa moja kwa sababu gharama zinakuwa ziko juu. Ila usisahau kusave namba kwa kuanza na +255. Hiyo sifuri utaitoa. Kisha save hivyo utaweza kuiona kwa haraka. Mungu awabariki wote ambao mnaendelea kufuatilia mafundisho haya. Nilikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.